Nairobi. Hii ni Dira ya Siku. Miongoni mwa tuliokuandalia katika taarifa za siku ya leo ni kuwa EACC yawakamata maafisa wakuu wa baraza la chuo kikuu cha Nairobi. Na mtoto wa marehemu mbunge Were aeleza nia ya kugombea kiti cha ubunge wa Kasipul. Huku kimataifa, Zelensky agomea mazungumzo baada ya Putin kutotokea. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh, na karibu kwa taarifa za mwisho wa siku ukisomewa nami Abdul Hamid Suleiman. Maafisa wa tume ya maadili na kupambana na ufisadi EACC wamewatia mbaroni wanachama wa baraza la chuo kikuu cha Nairobi, akiwemo mwenyekiti wao Profesa Amukowa Anangwe kwa madai ya matumizi mabaya ya ofisi. Kulingana na ripoti, wanachama wanne wa baraza hilo wamepelekwa katika makao makuu ya EACC katika kituo cha Integrity ili kuhojiwa. Anangwe ameripotiwa kukamatwa akiwa kule Kisumu na wengine watatu ambao hawajatambuliwa wakikamatwa Nairobi. Matukio hayo yanajiri huku kukiwa na uchunguzi mkubwa wa taasisi hiyo iliyokuwa na hadhi juu ya madai ya usimamizi mbovu wa wanachama wa baraza hilo ambao umeathiri uendeshaji wa chuo hicho. Kukamatwa kwa wanne hao kumejiri baada ya baraza hilo kumteua Profesa Bitange Ndemo kuwa naibu chancellor mpya. Hata hivyo, Ndemo alikataa uteuzi wake katika wadhifa huo na kuutaja utaratibu wa uteuzi huo kuwa usiokuwa na haki. Na aliyekuwa naibu wa rais Rigathi Gachagua amewashtumu wapinzani wake wa kisiasa kwa kuhusika na ghasia zilizoshuhudiwa wakati wa uzinduzi wa chama chake kipya, Chama cha Demokrasia kwa Wananchi DCP, jijini Nairobi. Gachagua amedokeza mtindo wa muda mrefu wa uhasama ambao anadai yeye na wafuasi wake wamekabiliana nao tangu kujiondoa kwake kutoka kwa muungano tawala wa UDA. Katika taarifa kwenye mtandao wake wa kijamii wa X, Gachagua amekosoa madai ya asasi za usalama katika mashambulizi hayo, akieleza kuwa maafisa wa polisi walihusika katika visa hivyo. Gachagua amehoji ni kwa nini polisi wameshindwa kuwakamata na kuwashtaki watu waliohusika, akidai shinikizo la kisiasa liliwekwa kwa vyombo vya sheria kuzuia uchunguzi. Kwa upande wake, waziri wa usalama wa ndani Kipchumba Murkomen amekashifu ghasia zilizotokea jana na kuwakashifu maafisa wa chama kinachoongozwa na Gachagua, akiwashtumu kwa kukosa kuwaarifu polisi kuhusu tukio hilo. Na naibu wa rais Kithure Kindiki amesema ajenda ya mabadiliko ya kiuchumi ya serikali ya Kenya Kwanza inatoa manufaa makubwa kwa Wakenya miaka miwili tu baada ya kutekelezwa kwake. Kulingana na Kindiki, programu mbalimbali zilizoanzishwa na utawala wa Rais William Ruto zinazolenga kunufaisha kila mwananchi kwa mabadiliko na uwezeshaji wa kiuchumi. Akizungumza huko Kigumo, kaunti ya Murang'a, Kindiki amebainisha kuwa sekta muhimu zinaendelea kukua na kuathiri vyema Wakenya na maisha yao. Naibu wa rais amesisitiza kuwa serikali itaendelea kufanya kazi ili kuhakikisha hakuna Mkenya anayeachwa nyuma kulingana na ajenda ya serikali ya maendeleo ya kiuchumi. Hii ni Dira ya Iqra 95.0 FM. Na tukikwenda kwenye taarifa zaidi ni kuwa aliyekuwa waziri wa mambo ya ndani Fred Matiang'i amesema kuwa kauli aliyotoa kuhusu kupigwa risasi kwa washukiwa wanne wa genge la wezi mjini Nakuru mnamo Julai mwaka 2022 imeeleweka vibaya. Katika taarifa yake, Secretariat ya Matiang'i imesisitiza kuwa waziri huyo wa zamani ni mtetezi mkubwa wa haki za binadamu na utawala wa kisheria. Vilevile wametaja rekodi ya Matiang'i katika utumishi wa umma, ikibainisha mchango wake katika mageuzi ya usalama, uboreshaji wa sekta ya elimu na mabadiliko ya kidijitali wakati wa uongozi wake. Matamshi haya yanajiri siku moja tu baada ya kituo cha televisheni cha NTV kupeperusha filamu iliyomwonyesha Matiang'i kana kwamba anaunga mkono hatua ya polisi ya kuwaua watu hao wanne. Na gavana wa Homa Bay Gladys Wanga amewataka wafuasi wa ODM kuunga mkono kikamilifu serikali pana,
akisema manufaa ya uhusiano mpya wa kikazi kati ya ODM na utawala wa Rais William Ruto yatatimia hivi karibuni. Akizungumza katika eneo bunge la Pala Koguta katika eneo bunge la Ndhiwa, kaunti ya Homa Bay, Wanga amesema ODM itafuata mkataba wa maelewano uliotiwa saini na muungano wa Kenya Kwanza unaoongozwa na Ruto. Akizungumzia masuala katika sekta ya afya, gavana huyo amesema ingawa kumekuwa na matatizo ndani ya mfumo wa bima ya afya ya jamii SHA, mpango huo unaendelea na hivi karibuni utabadilisha huduma za afya za watu wengi. Wanga ambaye pia ni mwenyekiti wa ODM ametoa onyo kali kwa wanasiasa wanaomshambulia Raila Odinga, akisisitiza kuwa chama hicho hakitavumilia matusi yanayoelekezwa kwa kiongozi wake au kiongozi wa taifa Rais Ruto. Na kwenye mahakama ni kuwa mfanya biashara Philip Aroko ameachiliwa kwa dhamana ya pesa taslim na mahakama ya kimataifa ya Jomo Kenyatta JKIA katika kesi ambapo yeye ni mshukiwa mkuu wa mauaji ya mbunge wa Kasipul Charles Were. Hakimu mkuu Irene Gishobi katika uamuzi wake amemwekea masharti kadhaa ya kuachiliwa kwa Aroko na kuamuru kuwasilisha hati yake ya kusafiri kwa mahakama na haruhusiwi kusafiri hadi kaunti ya Homa Bay, kaunti ambayo ni ya nyumbani kwa marehemu mbunge Were. Zaidi ya hayo, Gishobi amemzuia kuwasiliana na wanafamilia, washukiwa wengine au watu wowote wanaohusishwa na kesi hiyo. Kama sehemu ya masharti yake ya dhamana ya shilingi 300,000, Aroko pia anahitajika kuripoti mara kwa mara kwa maafisa wa uchunguzi na kutoa ushahidi wowote unaohitajika kuhusiana na kesi hiyo. Hapo awali upande wa mashtaka uliomba Aroko abaki rumande, wakitaja maslahi ya umma ya kesi hiyo na haja ya uchunguzi zaidi. Aroko ni miongoni mwa washukiwa 11 wanaochunguzwa kwa mauaji ya mbunge Were. Na tukisalia kwenye taarifa hizo za tanzia ya mbunge Were ni kuwa mtoto wa marehemu mbunge wa Kasipul Charles Ongondo Were, Boyd Were, ametangaza nia yake ya kuwania kwenye kiti cha ubunge cha eneo bunge hilo akitafuta kumrithi babake. Kupitia taarifa, Boyd amesema kuwa anapanga kugombea kiti hicho ili aweze kuendeleza kazi ambayo babake alikuwa akifanya katika eneo hilo kabla ya kupigwa risasi jijini Nairobi. Iwapo atachaguliwa, Boyd ameahidi kuwa atazingatia zaidi miradi inayohusu elimu, uwezeshaji wa kiuchumi na vijana ambayo ilianzishwa na marehemu Were. Boyd ametoa wito kwa wakazi wa Kasipul kuunga mkono azma yake, huku eneo bunge hilo likijiandaa kufanya uchaguzi mdogo ambao tarehe yake bado haijatangazwa. Tangazo la Boyd linajiri baada ya wanasiasa kutoka mrengo wa ODM kumuomba Raila Odinga kumpa mwanawe marehemu Were tiketi ya moja kwa moja. Na katika habari za kimataifa,